Ikiwa ni siku ya Oktoba 17, siku ya Ijumaa, karibu sana mtazamaji wa Niako TV kuweza kufahamu zile taarifa za kimichezo, kiburudani, kijamii, kisiasa kutoka nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bwana, kama ni mara yako kwanza kujiunga na sisi, nikuombe tu bonyeza neno la subscribe, lakini pia usiache kubonyeza alama ya kengele ili kwanza kupata taarifa zetu zote ndani ya masaa 24 pindi tunapokuwa tunazi upload kwa taarifa zote za kimichezo kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini taarifa kubwa katika siku ya leo ni taarifa ambayo kama tunavyojua weekend hii kuanzia kesho ni mwendelezo wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ama mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia na mechi za kombe la shirikisho barani Afrika. Timu zote ambazo zinawakilisha nchi ya Tanzania katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika zinashuka weekend hii kuanzia kesho Jumamosi na Jumapili kuweza kucheza mchezo wao wa mwisho, ama ni kwenda kucheza mchezo mmoja ambao utaamua je ni wanakwenda hatua makundi either ya ligi ya mabingwa barani Afrika ama ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hapa na vizungumzia vilabu kama Simba na Yanga pia tayari vimeshaondoka nchini Tanzania, pamoja na Singida Black Stars, Azam Football Club, wote tayari wamekwisha kuondoka nyumbani Tanzania kwenda kufuata wapinzani wao kwa ajili ya kukamilisha hatua za mchezo mwingine wa mwisho wa kuamua ni nani anakwenda hatua ya makundi either ligi ya mabingwa barani Afrika na upande wa kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini taarifa kubwa katika siku ya leo ni mchezo leo tamatika ni katika mchezo ambao ulikuwa ni wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo ni Kenya Police kutoka kule nchini Kenya na dhidi ya Al Hilal kutoka kule nchini Sudan, timu ambayo pia iliweza kucheza mchezo wake wa kirafiki kabla mchezo huu wa leo dhidi ya Simba Sports Club. Na mchezo wao kwanza walicheza katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel Mbweni jijini Dar es Salaam, na mchezo wa kwanza wakaanza kufungwa magoli 2-1, lakini mchezo mwingine wa pili kabla mchezo huu wa leo kuja kucheza Al Hilal waliweza kuwafunga Simba Sports Club magoli 4-1. Na katika mchezo huu wa leo ambapo ulianza majira ya saa 10 hivi kwa saa za Afrika Mashariki, ni mchezo uliokutanisha wenyeji Kenya Police kutoka kule nchini Kenya katika jiji la Nairobi dhidi ya Al Hilal kutoka kule nchini Sudani, na mchezo ukatamatika. Tunasema kwamba Al Hilal tayari wamekata tiketi na kutanguliza mguu mmoja katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu Adam Coulibaly mnamo dakika ya 19 ndiye akaweza kuisawazishia ama kuifungia goli moja Al Hilal ya kutoka kule nchini Sudani, na goli hilo likadumu mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza, lakini dakika 45 za kipindi cha pili, na mpaka dakika 90 zilipotamatika ni goli moja tu la Adama Coulibaly ambao limeweza kuifanikisha Al Hilal kutoka kule nchini Sudan kuweza kutinga hatua ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika msimu huu wa 2025, msimu wa mwaka 2026. Ni goli ambalo tunasema ni one mistake one goal, ni kama Kenya Police walimdharau Adam Coulibaly. Aliingia ndani ya boxi zone na licha mlinda mlango kutoka kupunguza lile goli, lakini Adam Coulibaly akachagua engo na kuweza kumshangaza golikipa wa mchezo huo wa Kenya Police mnamo dakika ya 19. Ni CAF Champions League 2025-2026. Mpira ulianzia katikati, Adam Coulibaly akisetiwa na akaweza kujitangulizia mwenyewe, lakini akaingia ndani ya boxi na licha mabeki kutoka na kipa kutoka, lakini akawa kwanza kuweza kuchagua engo na mlinda mlango licha kutoka, lakini yeye Adam Coulibaly akachagua upande wa kushoto kule, lakini mlinda mlango wa Kenya Police Ochieng alikuwa hana la kufanya na kuweza kuangalia tu mpira ule unavoingia nyavuni, na hivyo tunasema Kenya Police wamekata tiketi, ama kwa maana Al Hilal Sports Club kule nchini Sudani wamekata tiketi ya kutinga hatua ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na kesho timu zote mbili kutoka nchini Tanzania, Simba na Yanga, zitashuka dimbani kwa ajili ya kucheza pia mchezo wao utakaoamua je ni nani anaendelea hatua inayofuata ama hatua anaingia katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu kesho Jumamosi Silver Strikers watawakaribisha Yanga Sports Club Jumamosi Oktoba 18 katika dimba la Bingu kule nchini Malawi, akicheza dhidi ya Silver Strikers kwa nia kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo huo utaanza majira ya saa 10 kamili jioni, lakini pia siku ya Jumapili Simba Sports Club watakuwa nchini Eswatini katika dimba la Samholo wakicheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs FC kwa nia kufuzu pia tiketi ya kuingia hatua ya makundi
ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na itakumbukwa Simba katika msimu uliomalizika walipata nafasi ya kutinga hatua ya kombe kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini sivyokuwa bahati wakaishia hatua fainali chini ya kocha Faldu David ambaye sasa hivi yupo ndani ya kikosi cha Raja Athletic Club ama Raja Casablanca ya kule nchini Morocco. Na kikosi cha Simba sasa hivi kinanolewa na kocha Selemani Matola akishirikiana na meneja mkuu Dimitar Pantev, ambao wao wako nchini Eswatini tayari kuwavaa ama kukipiga dhidi ya Nsingizini Hotspurs siku ya Jumapili kuanzia saa 10 kamili jioni. Hivyo full time ni Al Hilal ndio umefanikiwa kutinga hatua ya ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya kuifunga Kenya Police goli 1-0, na goli pekee la Adama Coulibaly limefanikisha Al Hilal kutinga hatua hiyo ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hili ni Yako TV, mimi naitwa Official Moto Msonaji. Unaweza kunifollow katika Instagram yangu, napatikana kama Official Moto Msonaji.